أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم تنزيله العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. baada ya kumshukuru Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala, Mola ambaye kwa fadhila zake na kwa rehema zake ametupa taufiki ya kutekeleza funga ya Ramadhani aliyoiwajibisha kwetu, lakini kwa fadhila zake akatubakisha ndani ya nyumba hii tukiwa na nia ya itikafu, kadhalika na madhumuni ya kudarasishana kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala katika kile kiwango ambacho yeye mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha nacho. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukirimu neema hizo. Kadhalika tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukirimu neema ya sisi kuwa waislamu katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Allah kwa fadhila zake, kwa baraka na kikao chetu hichi kitukufu, akatujumuishe kwa pamoja na yeye mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam katika pepo zake tukufu. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunaendelea na darsa zetu, na darsa maalum katika mwezi maalum, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao katika jumla ya taarifu yake ili ujulikane, Allah anatoa taarifu yake kwa kusema: shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Kwa hivyo tunaendelea na darasa zetu hizo
na bado tukiwa katika sura ya 12 suratu Yusuf. Tulisimama katika aya ya 88. Aya ya 88, kauli ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, falamma dakhalu alayhi, ndugu zake Nabii Allah Yusuf wamerudi tena kwa mara ya 3 katika ardhi ya Misri, lakini mara hii ya 3 kwa sehemu kubwa hawakuja tena kwa ajili ya kutafuta mahitaji ya familia. Walikuja kwa agizo la baba yao kuja kufanya utafiti juu ya Yusufu na Bunyamin na hatimaye yule kaka yao mkubwa. Hata kama walitangaza wamekuja na bidhaa ambazo sio nzuri na haziwezi kununua chakula bidhaa walizokuja nazo, hii ilikuwa ni njia ya kutaka lutufu ya huyu mheshimiwa ili waweze kuzungumza naye na hatimaye kuweza kufikisha maombi yao kwa kiongozi Yusuf alayhi salam. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala anaturejesha katika aya hii ya 88 ili tuweze kuunganisha darasa letu katika aya zinazofuata. Ndiyo anatuambia falamma dakhalu alayhi, walipoingia ofisini kwa Yusuf alayhi salam, qalu, walisema, ya ayyuhal azizu, ewe muheshimiwa, masana wa ahlana adhurru, kwa hakika sisi na familia zetu tumefikwa na madhara ya njaa. Hali tunakotoka ni ngumu mno, shida tulionayo haielezeki, lakini mifukoni mwetu hatuna kitu cha maana. Wajidina bibidhaatin muzjatin, tumekuja kwako muheshimiwa tukiwa na bidhaa kachara, tumekuja na bidhaa zilizo kachara, lakini ombi letu kwako, fa'aufilana alkaila, wakati ukitupimia sisi tupimie kama kwamba tumekuja na bidhaa zilizokuwa na thamani inayolingana na hicho unachotupimia. Kwa sehemu kubwa kwako wewe tumekuja, tunataka msaada kutokana na hali tulizokuwa nazo sisi wenyewe na familia zetu. Fa'aufilana alkaila, amri hii inayotoka kwa wadogo kwenda kwa muheshimiwa inaitwa fi'lu duai. Tunakuomba muheshimiwa, tusaidie hali zetu ngumu, watasaddaka alaina, tunakuomba katika yote utakayotufanyia la kuzingatia wewe, tutolee sadaka sisi, tusaddakie, tutasadakie, tupe sadaka. Uwezo wa kununua chakula hatuna tena. Inna Allaha yajzil mutasaddiqin, kwa sababu Mungu wale wenye kutoa sadaka na yeye huwalipa, na huwalipa zaidi ya kile walichokitoa. Allah tabaraka wa taala anasema, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Allah atamwambia walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Haijapatapo kutokea kwa muheshimiwa yoyote, awe na mali muheshimiwa huyo, awe na ufalme muheshimiwa huyo, awe na sifa ya unabii na risala muheshimiwa huyo, haijapatapo kutokea katika kadari zake na taratibu zake Allah kwamba mtu kuongezewa muda wa kuishi katika dunia. Walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu hatoi upendeleo huo kwa mtu yoyote utakapokuwa muda wake umefika. Na hivyo ndivyo tulivyokuwa tukimuhitaji Nabii Muhammad, lakini ulipofika muda wake hakuongezewa muda wa kuishi, hakuongezewa muda wa kuishi kwa sababu ya umuhimu wake kwa Waislamu, lakini ulipofika muda wake tayari alijiliwa na Israel na akachukua dhamana aliyotakiwa kuichukua. Hivyo basi utaona Nabii Muhammad hata kabla ya huo muda wake kufika, bali Mola wetu ndiyo alimneneza kwa kusema innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Uwe na uhakika kwamba utakufa na hao wafuasi wako na hata wale wanaokupinga watakufa, na ieleweke siku ya kiyama nyinyi kwa nyinyi mtakuwa mna kesi baina yenu. Huyu ulinifanyia hili, huyu ulinifanyia hili. Kwa ufupi, katika aya hiyo Allah tabaraka wa taala anatuhimiza kutoa kile ambacho alichoturuzuku. Haimaanishi tukitoe chote, lakini tutoe kulingana na uhitaji, na wewe mwenyewe utabakisha kulingana na uhitaji. Lakini usiseme siku zote cha kutoa mimi sina. Kwa hali zetu tulizo nazo, huwezi kupata chakula wewe mwenyewe cha kutosheleza alafu ndio upate cha kutoa sadaka, bali ufanye hivyo hivyo. Wengine husema sijui ukate pua, sijui uunge wajihi, wao ndio wanajua katika hilo. Lakini ili mradi kwa kungoja kwamba upate kingi ndio uje kutoa sadaka, haitatokea siku hiyo kwa haya maisha tunayoyashuhudia katika uso wetu. Kwa hivyo vijana wameshuka wanamwambia Azizu Misra, ambaye kwa wakati huu ni Yusuf alayhi salam, ya ayyuhal azizu, ewe muheshimiwa, masana wa ahlana dhurru, tunakotoka huko tumeshikwa na madhara sisi na pamoja na familia zetu. Hali zetu zimekuwa nzito, hali zetu zimekuwa mbaya. Wajiina bibidhaatin muzjatin, na tumekujilia muheshimiwa wewe, tumekukusudia wewe pamoja na bidhaa ambazo ni kachara, lakini kwa shida tulionayo fa'aufilana alkaila, tunakuomba tukamilishie katika vipimo ili tupate cha kurudi nacho nyumbani, lakini watasaddaqa alaina. Tulisema pia katika tafsiri yetu nyingine, wanawazuoni wanasema watasaddaqa alaina, tunakuomba huyu ndugu yetu ututasaddakie tuondoke naye. Hii watasaddaqa alaina kwa maana amuachilie ndugu yao ili waweze kuondoka naye. Inna Allaha yajzil muhsin mutasaddiqin, hakika ya Mwenyezi Mungu huwalipa wale wenye kujitolea katika mambo ya kheri.
ayuthibul muhsinina, huwalipa wenye kufanya mazuri, ahsanal jazai, malipo yaliyo mazuri, anawalipa malipo yaliyo bora. Anasema subhanahu wa ta'ala katika ile aya nyingine, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Toeni sadaka kwa kujitangulizia nafsi zenu mbele za Allah, mtakwenda kuyakuta malipo yake yakiwa makubwa maradufu. Pamoja na kwamba mkitoa sadaka msisahau kufanya amali nyingine za istighfar. Mtume sallallahu anasema atakayekuta siku ya kiyama katika amali zake kukawa na istighfari nyingi, huyo mtu fakadi naja, huyo mtu ndiyo ameokoka. Usisahau kuleta istighfar. Ikiwezekana katika kila siku kabla ya kulala usipungue istighfar mara 100 na kwenda usoni, astaghfirullah astaghfirullah kwa uchache, au astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi, au astaghfirullah alazim li wa liwalidayya walilmuslimin walmuslimat walmu'minin walmu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Kwa istighfari hiyo umewatakia istighfari waislamu wote, umewatakia istighfari waumini wote walio hai na waliokwisha kutangulia mbele za Allah. Na kufanya hivyo utakuwa unakwenda sambamba na kauli ya Allah, wastaghfir li dhanbik. Bwana Mtume anaambiwa omba msamaha kwa makosa yako. Kwa hakika Bwana Mtume hakuwa na makosa, bali ilitaka iasifiwe maneno haya, walilmu'minina, omba msamaha kwa makosa yako, lakini uwaombee msamaha na waumini. Tumefahamiana? Faidi. Kwa hivyo wanamuomba awasaidie katika hilo, awatasaddakie katika hilo. Walamma balagha bihimul amru, lilipofikia jambo, walamma balagha bihimul amru ila hadha alhaddi, lilipofikia jambo la ndugu zake Yusuf katika kiwango hichi, minal istirham, cha kumtaka hurma na upole, wadhiki, na kiwango walichofikia cha dhiki na shida, walinkisari, na walipofika kuweza kuvunjika, adrakatuhu raafatu, Nabii Allah Yusufu alipowaona ndugu zake wako katika hali kama hiyo, hali ya udhaifu, hali ya unyonge, hali ya inkisar, alidirikiwa Nabii Allah Yusuf arraafatu, na upole. Fabaha lahum, akawawekea wazi wao, bima kana yaktumuhu min amrihi, kwa kile ambacho alikuwa akikificha Nabii Allah Yusuf kuhusiana na jambo lake. Ndipo aliposema, qala, alisema Yusuf, hal alimtum, je mnajua, ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi, lile mulilolifanya kumfanyia Yusufu na ndugu yake, mnalijua ukubwa wake, mnalijua kiasi cha uadui wake, mnalijua kwamba lile mlilolifanya lilikuwa suala kubwa. Qala, alisema Yusufu akiwauliza kwa istifham ala tariqati taqrir,
kwamba hapa wenyewe anataka wathibitishe kwamba suala walilofanya maana yake walikusudia kuua, na katika sheria lile unalolikusudia unaandikiwa tayari kama umelifanya hilo jambo. Na ndiyo Mtume alivyotuelekeza hivyo, idha altaqal muslimani bisayfaihima, wakikutana waislamu wanapanga zao mbili, kila mmoja anataka kumuua mwenzake, falqatilu walmaqtulu fi nnar, aliyeua na yule aliyeuliwa wote watakwenda motoni. Faqalu, masahaba wakamuuliza Bwana Mtume, hadha alqatil, huyu aliyeua wala hatuna hoja kwa sababu ameua, fama balul maqtuli, huyu aliyeuliwa anakwenda motoni kwa lipi? Mtume anawaambia, na huyu kana hariswan ala qatili akhihi, alikuwa na pupa ya kumuua ndugu yake. Tunafahamiana Kwa hivyo anawauliza, hal alimtum, mnalifahamu vizuri na mnalifahamu kwa ukubwa stahili, ma faaltum, lile kosa au lile jambo mlilokuwa mmelifanya biyusufa, kwa Yusufu, lakini sio Yusufu peke yake, wa akhihi, na mlilolifanya kwa ndugu yake Yusufu, idh antum jahilun, pale nyinyi mulipokuwa wajinga, pale nyinyi mulipotawaliwa na ujinga, ujinga ukawatengenezea hasadi, ujinga ukawatengenezea roho mbaya, mpaka mukafikia maamuzi Yusufu auawe. Kwa nini? La Yusufu wa akuhu ahabu ila abina wa nahnu usba uqtulu Yusufa wa ndio au tarahuhu fi ghayabati aljubbi, ndio yakhlu wajhu abikum, yakhlu wajhu abikum, ndio inasema hivyo aya. Faib, muweni nini kikubwa? Dhanna tu na fikra mbovu na nafsi kuwachezea. Wanasema Yusufu anapendwa zaidi na baba yake, na ukizingatia sisi tuko wengi hivi, hata kama mzazi wewe kuna watoto 12 wa baba mmoja mama mmoja, alafu una mtoto mmoja au wawili wa baba mmoja na wale ndugu wale, ili kuwaweka karibu wale wawili wasijione wanyonge, nao siuwe karibu nao, kosa liko wapi hapo? Lakini sheitani aliwachezea, nafsi zao zikawachezea, wakafika mahala watoe uhai wa mtu eti kwa kujaribu tu kutaka mapenzi kwa baba yao. Subhanallah. Suala, hal alimtum, je, mnalifahamu vizuri lile tukio? Mnalifahamu kwa ukubwa wake? Mmelielewa kwa uzito wake? Ma faaltum bi Yusufa, lile ambalo mmelifanya kwa Yusuf, sio mliotaka kulifanya, mmelifanya kwa Yusuf. Yusufu kupona ni fadhila zake Allah, lakini kwa mlilolifanya maana yake nyinyi Yusufu mmemuua. Tunafahamiana idh antum jahiluna, wakati ule nyinyi mulipokuwa mmejingikiwa, hamjitambui, wajinga. Ai hal tadhkuruna ma faaltum bi Yusufa wa akhihi, mnakikumbuka mlichokifanya kwa Yusufu na ndugu yake, hala shababikum, wakati ule wa ujana wenu, watishikum, na ule wakati wa harakati zenu, mnakumbuka mlifanya nini? Mnajua uzito wake, mnajua hasara yake. Walgharadhu, madhumuni ya maneno haya ya Yusufu kwa ndugu zake, ta'dhimul waqi'ati, kulifanya kubwa
lile tukio halisi ambalo ndugu zake walilifanya. Kaannahu yaqulu, kama kwamba Yusufu anasema, ma a'zamu martakabtum fi Yusuf, ulioje ukubwa wa kosa ambalo nyinyi mulilifanya kumfanyia Yusufu. Yusufu ambaye hakuwa na ugomvi na mtu, Yusufu ambaye hakuwa na hasira na mtu, Yusufu ambaye hakuwa mtu mzima, bali Yusufu alikuwa mdogo kwenu nyinyi. Mulipasa nyinyi muwe na huruma kwake yeye. Mnalikumbuka hili na uzito wake. Wama akhbahu ma aqdamtum alayhi, mnaujua ubaya wa lile mlilolifanya. Hili ndiyo suala la Nabii Allah Yusuf. Qala Abu Surudi, Imamu Abu Surudi katika sharhi yake anasema, wa innama qala lahu nashan lahu, maneno haya Yusufu aliyasema si kwa kuwagomba, alikuwa anawanasihi alikuwa anawanasihi. Hamkufanya kitu kizuri, na dalili ya kwamba alikuwa anafanya nasaha kwao hapa alipomalizia kwa kusema idh antum jahilun, kama kwamba Yusufu tayari ameshawajengea ngome ndugu zake. Hawakufanya wakiwa na akili timamu, walifanya katika hali ya ujinga. Umewaona watu wema hao anatengeneza mazingira kuwafanya ndugu zake wasijisikie vibaya. Kama angeliwaambia mna njaa wauaji wakubwa nyinyi, simulimuua Yusufu nyie mpate kuishi vizuri, leo kimewaleteni nini? Lakini Yusufu hakusema hivyo. Anawauliza tu uzito wa lile mlilolifanya kwa ndugu yenu Yusufu mmeufahamu, lakini mnaonaje nyinyi wenyewe? Idh antum jahilun, pale nyinyi mlipofanya suala hili mkiwa wajinga. Sayyidina Omar katika maswahaba waliouliwa ni mmoja wao Sayyidina Omar, kama alivyouliwa Sayyidina Ali, kama alivyouliwa Sayyidina Uthman. Kila mmoja ameuliwa kwa mazingira yake. Sayyidina Omar anaswalisha, anapigwa jisu anapigwa katika swala ya asubuhi. Yeye Sayyidina Omar kwa kutaka nchi ibakie salama, kwa kutaka watu wabakie na umoja, alisema amening'ata mbwa. Kwa hivyo kwa kuwa kanatwa mbwa Sayyidina Omar, watu hawatahangaika kumtafuta mbwa. Lakini ingelikuwa kanipiga kisu mtu fulani, au kuna mtu kanipiga kisu, maana yake ungelianza msako mkali, na hatujui huyu aliyekuja kuua bila shaka ana wenzake nyuma yake, ingelikuwa fujo hiyo. Lakini Sayyidina Omar kwa hikma zake anasema amening'ata mbwa, na kweli aliyomuua Sayyidina Omar ni mbwa. Ushafahamu? Kwa kiongozi kama Sayyidina Omar aliyotandaza uadilifu katika Uislamu, aliyekuwa yuko tayari kuchelewa kula na familia yake, kuhakikisha Waislamu nyumba zote unafuka moshi, unakwenda kumuua mtu kama huyo, ni sawa sawa maneno ya Sayyidina Omar kwamba aling'atwa na mbwa. Sawa? Hizo ndio hikma za watu wa Mungu. Hizo ni hikma za watu wa Mungu. Hapo alikuwa anakusudia Omar kuweka salama katika nchi. Alikuwa anakusudia Yusufu kutokuwahuzunisha ndugu zake. Anawaambia mnalikumbuka vyema lile mlilolifanya, lakini wakati mkilifanya nyinyi mulikuwa wajinga, hamjui mfanalo. Na mtu akifanya jambo kwa ujinga achukulie hatua mpumbavu, mjinga. Shafahamu? Tunakwenda pamoja
hal tadhkuruna ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi hala shababikum, wakati ule wa ujana. Abu Surudi ndio anatuambia wa inna ma qala lahu nashan lahum, aliwaambia hili jamaa zake kwa kuwanasihi, kuwapendelea kheri, kuwapendelea kheri jamaa zake. Na hivyo ndivyo wanavyotakiwa Waislamu. Wataharidhan ala tauba, alikuwa anawahimiza kwa upande mwingine kwamba waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwamba jambo walilolifanya ni jambo kubwa sana, halifai kufanywa mtu kumfanyia ndugu yake. Sawa. Washafaqatan alaihim, anafanya hivi Yusufu kwa hurma, kwa ajili ya kuwahurumia ndugu zake. Qalu, ndugu wa Yusufu walipoyasikia maneno haya, walipofahamu kisa hiki, wao wakijua hakuna yoyote anayejua huku Misri, qalu, ndipo waliposema ainnaka la anta Yusuf, hatuna shaka yoyote wewe ndiyo Yusufu wenyewe. Lakini kashaka katika madaraka, safari zote wanazokuja, na kaelelewa katika Baitul Maliki, katika nyumba ya Azizu Misra, lazima anatofautiana na wale waliolelewa Rufiji, au sio? Lazima tu watatofautiana naye. Kwa hivyo hawakumjua mpaka alipokuja kuambia neno hili, ndio wakasema ainnaka, bila shaka ndiyo wewe, la anta Yusuf, wewe ndiyo Yusufu wenyewe. Aikala ikhwatuhu, walisema ndugu zake, mutaajabina, wakishangaa. Sawa, imekuwa kuwaje? Kapenya wapi? Katoka tokaje mpaka leo Yusufu yuko katika nafasi hii? Hapa ndipo pale tulipoambizana yale maneno ya Mtume kwamba wa abghidhu baghidhaka haunama, unayemchukia ndugu yangu mchukie wewe mwenyewe tu, usifanye mpaka yule unayemchukia ajue kwamba mimi fulani hanipendi, mimi fulani ana uadui, mimi fulani hanitaki hata kuniona. Kwa nini? Asa an yakuna habibaka yaumama, yawezekana kiubinadamu siku moja ukaja kumuhitaji huyo. Usione leo uko katika nafasi fulani, usione leo uko katika makamu fulani, usijione leo una utajiri fulani, usijione leo una umaarufu fulani. Leo unaweza uko katika nafasi fulani ukiwa kwenu hapa Unguja, lakini ukapata dharura ya kusafiri kwenda Mtwara. Yule uliyemfanyia ufirauni hapa, kule Mtwara ndiyo kwao, na wewe ulipofika Mtwara ukapata tatizo la kuhitajia apatikane mtu unayemfahamu umuombe msaada. Kwa bahati nzuri unamuona yule uliyemfanyia uadui huku Unguja, ukijitamba kwamba mimi mzawa hapa, mimi hapa mzaliwa hapa, sisi hapa ndio mabafashi, ukajifanya hivyo. Kule ushazongeka. Vipi na wewe unataka msaada kwa yule? Utaanza samahani, utaanza nisamehe, utaanza huku ndio kwenu, utaanza kumbe hata huku unafika. Utaanza vipi? ahabibu habibaka haunamma, asa an yakuna baghidhaka yaumamma, wa abghidhu baghidhaka haunamma, asa an yakuna habibaka yaumamma. Yawezekana unayemchukia siku moja ukalazimika upate msaada wake, wala usijione katika nafasi yoyote ile ukafikiri siku moja utakuwa na uhitaji kwa mtu mwingine. Leo ikhwatu Yusuf walimtupa ndugu yao, wakataka kumuua ndugu yao. Leo ikhwatu Yusuf wamekuja wanamwita ya ayyuhal aziz,
ewe muheshimiwa, wanamwita ewe muheshimiwa. Masana wa ahlana dhurru, hatuna kitu nyumbani na familia zetu hali mbaya. Wajiina bika, tumekunyilia wewe na bidhaa zilizokuwa kachara, lakini tunakuomba sisi tukamilishie. Leo wao ni wahitaji. Wakati walimtupa Yusuf katika ghayabatil jubbi bila ya huruma, leo wanamtaka Yusuf awe na huruma kwao. Umefahamu? Sasa haya ndiyo ya kujifunza, haya ndiyo ya kuyashika. Tunapokuja katika vikao kama hivi, usikubali kuondoka bila ya kushika chochote katika hicho kikao. Vikao kama hivi litakuwa moja, mbili, tatu linalokuhusu wewe katika maisha yako. Tafadhali hicho ondoka nacho, kishike. Yauma minal ayami, kitakuja kukunufaisha, na insha Allah siku moja utanikumbuka. Hata kama nimekufa, kuna siku moja kulikuwa mtu mmoja anatudarasisha pale Meli Nne, alisema 1, 2, 3 na yakubali yale maneno. Leo ndio hichi kinachotokea hapa. Unafahamu? Hai. Kwa hivyo anaendelea ndugu zake Yusufu, innaka la anta Yusufu, ay qala ikhwatuhu mutaajjabina, wakiwa wamehemezwa, wakiwa wameshangazwa, wakiona hili ni jambo tunaota au tuko macho, ni kweli au hadithi hii. Mutaajabina, wakiwa wameshangazwa, mustakharibina, wakiliona hili ni jambo geni, imewezekanaje? Anta Yusufu haqqa, wewe ni Yusufu kweli? Kala, ndipo alipowatoa katika matongotongo ndugu zake. Yusufu akawaambia, ana Yusuf, mimi ni Yusuf, wa hadha akhi, na huyu waliopembekezoni pangu hapa, huyu ni ndugu yangu Bunyamin. Huyu ni ndugu yangu Bunyamin, na mimi ni Yusuf. Ay qala naam ana Yusuf, wa hadha akhi shaqiq, na huyu ndugu yangu wa baba mmoja mama mmoja. Tumefika hapa, qadimanna Allahu alaina, hizi ni neema za Mwenyezi Mungu, ametuneemesha leo tuko hapa. Qadimanna Allahu alaina, kwa mipango yake Yusufu au kwa mipango yake Bunyamin asingetarajia kufika hapa. Ndiyo maana Yusuf anaitegemeza moja kwa moja neema hiyo inatoka kwa Allah. Qadimanna Allahu alaina, Mwenyezi Mungu kwa hakika ametuneemesha. Watu wanayemtambua Allah hawatangulii kuwashukuru wengine, wanatangulia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengine kwanza huanza kuwashukuru wengine, alafu tena ndo tunamshukuru Mungu, alafu tena tunawashukuru viongozi wa dini. Yani viongozi wa dini ingelikuwa ligi wananusurika kushuka daraja mwisho huko. Umefahamu? Ndo wanakowekwa huko. Subhanallah, viongozi wa dini warathatul anbiya, ukawaweke huko katika chupu ya kushuka daraja. Umefikiri mara ngapi? Lakini watu wema kama hawa wanawaambia ndugu zao, hapa tulipofika, qadimanna Allahu alaina, sisi kwa hakika ametuneemesha Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Aimanna alaina bilkhalasi minal balai, ametuneemesha kwanza kwa kutuokoa katika mitihani na mabalaa.
walijtimai, ametuneemesha, ametuleta pamoja baada alfurqa, baada karibu miaka 22 au zaidi sisi tulikuwa tumebaguliwa. Walizza, ametuneemesha, ametupa neema ya uaziz baada dhulla, baada ya udhalilifu tuliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia masahaba wakati wa Mtume Muhammad, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum, mmefaradhishiwa vita kuipigania dini hali ya kuwa vita ni jambo linalochukiza kwenu. Hakuna asiyejua vita unaweza ukenda ukarudi au likarudi jina lako na silaha zako. Umefahamu? Kutiba alaikumul qital, pamefaradhishwa kwenu jihadi, wa huwa kurhun lakum, tunapopataka wa asa an takrahu shay'a, wakati mwingine unaweza ukafanyiwa jambo la kukukera, wa huwa khairun lakum, kumbe hilo la kukukereni likawa ndio lenye kheri kwenu. Lakini pale mwanzo ukaona hili jambo linakera, hili jambo linaudhi, wa huwa khairun lakum. Kadhalika kinyume chake, wa asa an tuhibbu shay'a, yawezekana roho yako ikawa imeganda kukitaka kitu fulani, roho yote unataka kufa kwa ajili ya binti fulani, lazima umuoe, kumbe kule kumkosa kwa wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum, kumbe vile wazee wako wanaposema kwa binti yule, hapana, mimi nitakwenda kuruka michezani, karuke mapema. Unakwenda katika ghorofa gani ili tupate kuleta keri ya kuchukua mwili wa marehemu? Umefahamu? Wapi unapokwenda kurukia? Basi wakati mwingine kukataliwa na wazee wako, jambo ambalo wewe mwenyewe ushazama katika mapenzi, inawezekana pia hiyo ikawa kheri. Tumefahamiana? Haya anayajua Mwenyezi Mungu. Jambo lolote lile lipokee kama alivyolileta Mwenyezi Mungu. Linaweza likakukera, lakini ikawa hiyo ndio kheri yako. Tunakwenda pamoja Sisi Mwenyezi Mungu ametuneemesha, vijana wanasema qadimanna Allahu alaina innahu lianna Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innahu innal hala washani, naam, innal hala washani man yattaqi, mtu yoyote atakayeishi katika dunia kwa kumuogopa Allah, akatekeleza amri zake, akayaepuka makatazo yake, wayasbir, na anapofikwa na tatizo akawa na subra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Fa inna Allah, basi Mwenyezi Mungu la yudhi'u ajra almuhsinin, hanyongeshi malipo ya wale wenye kufanya matendo mazuri. Kama utaishi na takwa ya Mwenyezi Mungu. Na siku zote tumesema jamani, hili neno takwa unaliona neno zito kabisa kulitamka. Atakwa maana yake nini? Maana yake ni maneno mawili tu: kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na kuyaepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo takwa basi. Sawa? Kwa hivyo kila mmoja wetu anatakiwa kuishi katika dunia katika hiyo sura mbili: kutekeleza amri za Allah na kuyaepuka makatazo ya Allah. Wewe utakuwa muttaqin, na ukiwa katika muttaqin utakuwa ndio wale akina mafaza, si ndio jamani? Hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'asan dihaka la yasmauna fiha lahwan wala kidhaba jazaan min rabbika ataan hisaba. Hayo yatakuwa malipo yakitoka kwa Mola wako, malipo yasiyokuwa na hisabu. Kinachotakiwa wewe kupata tiketi ya kuingia peponi. Ukisha kuingia peponi, matumizi ya peponi hayalingani na ibada zako. Sijui umenielewa?
unachotakiwa kupata tiketi ya kuingia peponi. Ukisha kuingia peponi, neema za peponi hazilipwi na ibada zako. Ibada zako haziwezi hata kukaa sekunde peponi. Ibada zako zote toka una miaka 18 au 15 mpaka ufe na miaka 100, na siku zote uwe unafanya ibada na uyaepuke makatazo, huna uwezo hata wa kukaa sekunde peponi, kwa sababu zako hizo zitaliwa zote. Ushafahamu? Zitaliwa zote kama katika simu vile simu. Lakini kinachokwenda kukuweka peponi wewe ni kule kutekeleza amri za Allah, ukapata radhi zake. Radhi za Allah ndio zitakazo kukuwezesha wewe kukaa peponi. Maneno haya akasema mtume wetu kwamba hakuna hata mmoja wetu atakayeingizwa peponi kwa wingi wa ibada zake. Hakuna. Maswahaba wakamwambia bwana mtume, wala anta ya Rasulullah. Mtume akawaambia wala ana, hata mimi mwenyewe sina ibada hizo. Wakati bwana mtume alikuwa anafanya ibada anasimama mpaka miguu inavimba, bado anasema hata mimi sitaingizwa peponi na ibada zangu illa an yataghammadani Allahu birahmati. Tunafanya ibada kumuomba Allah tupate rehema za Allah. Hizo rehema za Allah ndizo Mwenyezi Mungu atakazo tupelekea peponi. Tumefahamiana? Faili. Kwa hivyo aya inaendelea, ana Yusuf, mimi ni Yusuf, wa hadha akhi, na huyu ni ndugu yangu. Qadimanna Allahu alaina, Mwenyezi Mungu ametuneemesha kwa neema nyingi kabisa. Innahu, kwani man yattaqi, yoyote atakayeishi na hofu ya Mwenyezi Mungu, akaishi na takwa ya Mwenyezi Mungu, akayaepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasemaje? Wa yasbir, na akifikwa na mitihani akavumilia, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Mungu haniongeshi malipo ya wenye kutenda matendo mema. Kwa kufanya matendo mema, kwa kufanya takwa, usifikiri kwamba ndio Mungu hatokutihani. Kila ukizidi kuwa mcha Mungu na mitihani yako ndio inakuwa mikubwa zaidi. Yani kwa Mwenyezi Mungu kila ukijitahidi kufanya ibada ndio Mwenyezi Mungu anakuletea mitihani mizito zaidi. Muangalie Ibrahim alayhi salam, kiumbe ambaye alijitoa kwa ajili ya taa ya Mwenyezi Mungu. Mwisho anamwambia Mola wake, Ibrahim, sasa itabidi umchinje mwanao. Unasemaje? Umchinje mwanao, na wakati huu anaambiwa amchinje mwanawe. Huyu mtoto wenyewe ndiyo mmoja. Mtoto mwenyewe amemzaa ana miaka 120. Kwa umri wake yeye na mkewe si wa kupata mtoto, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua kuwapa mtoto. Huyu mtoto kashafika wakati wa kutegemewa, inakuja amri sasa huyu mtoto umchinje. La ilaha illa Allah. Ibrahim hakurudi nyuma, alimwambia mwanawe, inni ara fil manami anni adbahuka. Na ru'yatul anbiya'i wahyun, ndoto zetu ni wahyi. Kwa hivyo mimi nimeamrishwa na Allah nikuchinje Ismail. Unasemaje Ismail? Qala fa'al ma tu'maru, maadamu umeamrishwa, huo ni wajibu. Baba, tekeleza uliloamrishwa. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta Mungu akijaalia sitapaparika mimi, nitatii na nitatulia kuitekeleza amri hiyo. Isipokuwa kisu kinauma, wakati wa kutaka kunichinja nifunge angalau kile kisu nisikione.
Utafahamu, uangalie huo mtihani. Kwa hivyo kila ukifanya ibada na mitihani ya Allah subhana ndiyo inakuja, na inakuja mikubwa. Ndiyo maana akasema hapa wayasbir, akawa anavumilia. Lazima uvumilie. Familia inaweza ikakutenga, mtaani unaweza ukakoseshwa haki zako za msingi, wenzio wamepewa, wewe ukaambiwa hutambuliki. Vumilia, Mungu atakupa haki yako. Ukifeli hapo atakufungulia pengine. Wangapi walinyimwa haki fulani, leo ndio wamekuwa mabwana wakubwa, tunakwenda kugonga katika milango yao kuomba misaada. Tena wakati mwingine hata aibu hatuna. Ushafahamu yule uliyemnyanyasa Mwenyezi Mungu amemneemesha. Sasa unajipeleka kidogo kidogo, manake bwana, huna haya. Fa inna Allaha, basi Mwenyezi Mungu, la yudhi'u ajra almuhsinin, ay la yubtilu, hakabatilishi Mwenyezi Mungu ajrahum, wala yudhi'u ihsanahum, hanyongeshi mazuri yao, bali yujizihim alayhi, anawalipa Mwenyezi Mungu au faljazai, malipo yaliyo bora zaidi. Al-Imamu al-Baydawi anasema ووضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى والصبر. sawa, ili mtu awe muhsin awe taqi, ni lazima aambatanishe vitu viwili. Kwanza hiyo hofu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu, lakini kadhalika awe na subra, awe na subra. Sawa, anasema katika surati al-Baqara, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Anasema am tahsabuna an tadkhulul jannata, munafikiri mtaingia peponi kwa sababu tu ya kutangaza nyie Waislamu, mnatangaza nyie Waislamu, labda mnafunga, alhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaleta mitihani yake ya kupambanua nani Muislamu wa kweli. Hilo ni jambo lisilowezekana bwana. Mfahamu, utafiwa wakati mwingine, utafiwa na mtoto ambaye ulitarajia huyu katika familia yangu atawaongoza wenziwe, na ndio Mungu anaweza akamchukua yeye. Shafahamu, ulikuwa na mama watoto, mmeshazaa watoto wengi, na bahati mbaya nyinyi ile kauli ya Mungu haikuizingatia ya uzazi wa mpango. Mlikuwa mnazaa kama wale kuichiro. Kuna vidudu fulani kuichiro vinakuwa vingi, vinatembea. Ukikaa kijijini lazima utavijua hivyo vikuichiro. Vinakuwa vingi, yani wewe huna uzazi wa mpango, huna uzazi wa kupanga, ushafahamu? Huyu yuko tumboni, mwingine yuko nje ana miezi 6, ushafahamu? Na mimba ya wanaofuata huyo mwenye mimba huyo vile vile kuna mimba nyingine nyuma yake. Mshafahamu? Sasa wakati huo mshakuwa na watoto 5 6, hakuna hata mmoja anayeweza kumnawisha mwenzie. Mama watoto Mungu anaweza akamchukua, alafu kwenda kutafuta mke mwingine. Ukimwambia mimi bwana mke nimefiwa na watoto 7 kaniachia mwenzangu, akwambia akamie kuolewa 6. Mshafahamu anachokikataa nini? Hataki kuja kuwalea wale watoto, anakuja kuchukua mzigo. Mtihani kwako sio mtihani. Ukifanya maskhara utakufuru. Kwa hivyo lazima usubiri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Tunakwenda pamoja qalu, wakasema ikhwatu Yusuf, tallahi, tunamuapa Mwenyezi Mungu, laqad atharaka Allahu alaina, Mwenyezi Mungu amekufadhilisha, amekufanya bora, umekuwa bora kwetu sisi kuliko vile ambavyo tulikuwa tumechukia ulivyokuwa bora kwa kupendwa na mzee wetu. Leo laqad atharaka Allahu alaina, amekufanya wewe uwe bora kwetu sisi. I'tirafun
bil khati'a, wanakiri makosa, wa iqrarun bidhambi, wanakiri dhambi walilolifanya. Atharaka Allahu ay laqad wallahi laqad faddalaka Allahu alaina bittaqwa, amekufadhilisha Mwenyezi Mungu kwa ucha Mungu, wa sabri na subra, wal ilmi na ilmu, wal hilmi na upole. Na maadabu unataka kitu na ushafanya ubaya, lazima utoe sifa hizo tu. Ushafahamu kuna watu hutoa sifa wakati mwingine wala hazistahiki, lakini tu apate kusogea karibu. Ushafahamu hapa duniani watu washafika kuwasifu watu wa kawaida, mpaka una sifa kama ya mtume wewe. Ya Rabbi, kwa ipi? Sifa ipi hiyo ya mtume tunayofanana nayo? Si ya Rabbi. Lakini ubwabwa ubwabwa jamani, unaweza ukatupeleka motoni ubwabwa. Yaani mtu kama huna akili ikawa roho yako inalafa kwa kula, unaweza ukasema maneno mabaya na ukafanya mabaya kwa sababu tu ya kidude hichi kinachoitwa tumbo. Hichi kidude hichi mwapeleka watu wengi motoni. Kama hukuwa makini ya kukidhibiti kidude hichi, utakwenda motoni tu. Utampa mtu sifa sio zake, utakwenda kunyang'anya haki sio yako, upate kula wewe hichi kidude hichi. Kwa hivyo hapa lazima tu wamsifu, au sio? Wewe unasemaje kama hapo utakosa kumsifu? Lazima msifu. Tayib, wa in kunna, na kwa hakika ndugu yetu tulikuwa sisi la khati'in, tulikuwa wenye makosa, tulikosea sana. Wa innahu kunna khati'in la khati'in, tunakuhakikishia ndugu yetu, tumekiri kwamba sisi tulikosea sana. Kama angekufa haya mngemwambia wapi? Mshafahamu wa in kunna, kwa hakika tulikuwa la khati'in, wallahi tumekosea. Ay wa haluna wa sha'anuna, hali yetu na jambo letu, annana kunna mudhnibin, tulikuwa wenye madhambi bisani'ina, kwa tendo letu, ladhi sana'ana bika, tulilokutendea ndugu yetu. Walidhalika, na kwa sababu ya makosa yetu, a'azzaka Allahu, Mungu ndio akakufanya wewe kuwa aziz, wa adhallana, akatulipa. Si mnachukia kuwa karibu na baba yenu, sasa dunia nzima iko karibu yake, mtafanya nini? Usitake kupasuka bure ukajisumbua kwamba fulani kapata kitu fulani, ukaangaike kutafuta wachawi Sumbawanga, Bagamoyo, ushafahamu Kibaha, Mlandizi, Rufiji. Kwa nini? Jirani yangu pale kapandishwa cheo. Utakufa bure. Sawa? Iyakum washuha, mtume anawakataza ulafi, anawakataza choyo, anawakataza pupa ya kupapia mali. Kwa nini? Fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, hilo jambo limewaangamiza waliotangulia kabla yenu. Limefanya nini jambo hilo? Liliwapelekea ansafaku dimaahum, watu wameuana kwa sababu ya ulafi wa mali, ulafi wa madaraka. Na hata leo ukiangalia dunia, watu wanauana kwa hilo walilolisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefahamu Sisi kama binadamu, kama Tanzania, tusema wa Tanzania, ni lazima kiongozi wa juu awe mmoja tu. Sisi wengine tuwe kama fito tunasaidia, au kama plasta kusaidia matofali ya kamatane, au sio? Hatuwezi kuwa wote tukawe nafasi ile pale, haiwezekani. Tunafahamiana. Na yule anayekwenda pale aende, Mungu ampeleke, sie tukiwa tumeridhia. Basi Mwenyezi Mungu atamsaidia, atamsapoti. Kinyume na hivyo mashaka. Zamani tulikuwa tunasema yule bundi ndio, au kuna mdudu mmoja alikuwa anaitwa ndege, tunamuita sisi ngaborwa kule kwetu Rufiji. Watu wa Rufiji wakiwemo watamjua ngaborwa. Sasa ngaborwa huwa ikifika usiku analalamika,
nchi hii shida. Alafu anajibu yule bundi anasema shida mpaka usiku. Hujamsikia bundi analia hivyo? Basi ile kile tunamfananisha kwamba Ngaboro akisema mji huu analia hivyo huyo mdudu Ngaboro. Sasa yule bundi anasema shida mpaka usiku. Shida mpaka usiku. Shida mpaka usiku. Tunakwenda zetu bwana. Wa in kunna la khatiin. Basi Nabii Allah Yusuf anawaambia ndugu zake, la tasriba alaikumul yawma, hakuna lawama leo juu lenu, si walaumu mimi. La tasriba alaikumul yawma, ay qala lahum Yusuf la utuba, hakuna kulaumiwa alaikumul yawma wala ukuba, pamoja niko katika kiti hichi hamtaadhibiwa leo. Bal asfahu wa aafu, mimi nitasamehe tu, wala msiwe na wasiwasi. Hizi ndiyo tabia za watu wema, huwa wanasamehe, hawawekezi mifundo wakalipa visasi. Watu wema hawawi hivyo. Ukiwaona watu wanalipa visasi na mifundo, aghalabia hao ni watu wa dunia. Watu wa Mungu hawaweki mifundo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba zake wameteswa katika ardhi ya Maka, wamenyanyaswa katika ardhi ya Maka. Bwana Mtume amedhalilishwa katika ardhi ya Maka. Mtu ambaye hakupatapo kumvunjia heshima mtu yoyote yule, lakini mpaka akalazimika Bwana Mtume kuihama Maka kuelekea Madina na maswahaba zake, wakiacha kila kitu katika ardhi ya Maka. Mwenyezi Mungu akaleta fatuhu Maka, kaleta fatuhu Maka. Waislamu wakiongozwa na Bwana Mtume wameikamata Maka, wameikamata al-Haram, wamekamata Masjidul Haram. Mtume na maswahaba wanaangusha masanamu. Baada ya hapo Mtume ametoka na maswahaba zake. Makafiri wa Maka wote wako chini ya mamlaka ya dola iliyokuja kuchukua mamlaka katika ardhi ya Maka. Aliwauliza, ma tadhunnuna, ndugu zangu mnadhani mimi nitafanya nini? Anni fa'ilun bikum, mnadhani nitawafanyia nini? Anawauliza jamaa zake, mshanifanyia mlionifanyia na maswahaba wangu, mmetufanyia mliotufanyia na maswahaba zangu. Leo tushakuwa na sisi ndio tuliokamata mpini, tunaweza kukuchinjeni wote nyinyi. Mnasemaje? Mnadhani nitawafanyia nini? Kuna sahaba mmoja alisema, al-yawmu yawmul malhama, leo ni siku ya kuliwa watu nyama. Makafiri wa Maka waliposikia hivyo walikwenda mbio kwa Bwana Mtume. Wanasema watu wako yaumul malhama. Tushafahamu Mtume akawaambia, hapana, kakosea huyo. Leo yaumul marhama, ni siku ya kuoneana huruma, ni siku ya kukumbatiana, ni siku ya kuyasahau yaliyopita. Na siku zote ukitaka kumshinda adui yako, usimshinde kwa kumfanyia mabaya, mshinde kwa kumfanyia ukarimu. Ndivyo tulivyoelekezwa na Uislamu jamani. Adui yako mfanyie ukarimu, ndio utamshinda adui yako. Akitoka huko katika uadui yake, ukimfanyia ukarimu, atashindwa kuzungumza mazito kwako wewe kwa sababu ya ule ukarimu uliyomfanyia. Lakini ukimfanyia ubaya adui yako, maana yake unatengeneza maadui wengine wasiokwisha. Sisi kama watu wa dini tunawasomesha watu wa dunia, lakini watu wa dunia hawataki kuyakubali yetu ya dini. Lakini mimi nakwambia, ukitaka kumshinda adui yako kwa mujibu wa dini yako, basi huyo adui yako mfanyie ihsani na wema.
yaumul marhama. Kwa hivyo wanasema sisi nadhunnu khaira, tunakudhania ndugu yetu utatufanyia kheri, akhun karim, tunakiri kabisa wewe ni ndugu mwema, wabnu akhin karim, na mtoto wa ndugu mwema. Tunavyokufahamu Muhammad ni hivyo. Ala, leo nimekuwa ndugu mwema. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia makafiri wa Maka, wa ana aqulu lakum, na mimi ninasema kuambia nyinyi, kama kala akhi Yusuf, kama alivyosema ndugu yangu Yusuf, la tasriba alaykumul yawma, hamna lawama. Shafaam, hamna lawama, nendenzenuni. Basi katika Fathu Maka hii, kwa taratibu aliyoitumia bwana Mtume, ingelikuwa leo katika mfumo wa vyama, basi siku hiyo bwana Mtume alirejeshewa kadi za upinzani 2000. Ushafahamu? Kama ingelikuwa kimfumo wa vyama, tunazungumza hiyo dunia tuliyoizoea tupate kufahamu maana yake. Siku ile kwa msamaha huu wa bwana Mtume, kuna makafiri 2000 waliingia siku ile ile katika Uislamu. Umefahamu? Mlipe wema aliyekufanyia ubaya, usimlipe ubaya aliyekufanyia ubaya. Shafahamu? Mungu anatufundisha idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim. Haya ni maelekezo ya Allah tabaraka wa taala. Shafahamu? Mtu mdogo kama mimi nikufanye nini hata kama nimeshakufanyia jeuri? Nipuuze tu nione kama mtu nisiyokuwa na maana. Umefahamu? Lakini ukinichukulia hatua mimi, watapatikana watu wengi waseme yule ananyanyaswa, yule anaoniwa, yule sio kweli, yule iko hivi, yule iko hivi. Unajitengenezea CV sio. Tunakwenda jamani. Qala la tasriba alaykumul yawma, anasema Yusufu, ndugu zangu, hamna lawama leo. Yaghfirullahu lakum, na muomba Mungu awasamehe. Hamjui mlikokuwa mkitenda, hamkulijua. Yaghfirullahu lakum, na muomba Mungu awasamehe. Wa huwa arhamur rahimin, na yeye ni mrehemevu wa wenye kuwarehemu wengine. Na sisi ndivyo mtume wetu alivyotufahamisha, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Ukitaka upate hurma za Mungu, waonee hurma viumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata kama paka kafunua kitweo chako, akala kitweo chako, usimkate mkia. Shafahamu? Aliyefanya uzembe wa kufunika kitweo ni wewe, na yeye ana njaa, na yeye riziki yake inapitia mikononi mwetu sisi. Paka hendi kuchuma akalima wala akavua. Umefahamu? Usimtumboe macho. Sawa? Dakhalat imra'atun nara, kuna mwanamke kaingia motoni, fi hirra, kuhusu paka. Lakini na kuna mwanamke mwingine, tena mwanamke wenyewe baghia, malaya, lakini ameingia peponi kuhusiana na kumkirimu mbwa. Mbwa alikuwa anakuwa kiu mpaka anaramba michanga kwa kiu. Mwanamke yule akaona mbwa ana kiu, akavua kiatu chake chenye kuweza kubeba maji, akaingia kisimani, akamchotea maji, akampa mbwa yule akanywa. Yule mbwa akashukuru. Kushukuru kwake maana yake kule kutosheka tayari na yale maji. Huwezi kumsikia anasema alhamdulillah mbwa, utakwenda mbio, au sio? Ukamsikia mbwa tena alhamdulillah.
Umefahamu? Mtume anasema huyu mwanamke kaingia peponi kwa sababu ya mbwa, na kuna mwanamke kaingia motoni kwa sababu ya paka. Irhamu man fil ardi, waoneeni hurma viumbe walioko katika ardhi. Yarhamkum man fis samai. Tumefahamiana hapo? Yaghfirullahu lakum, Mungu atawasamehe. Wa huwa arhamur rahimin, na yeye ni mrehemevu mwenye hurma kuwarehemu wale wanaohurumia wenzi wao. Idhahabu, sasa maana yake washakaa vya kutosha hapo, washakuwa ndugu yao tena, washakirimiwa tena, safari ya kurudi nyumbani imefika. Usiulize tena kuhusu chakula, bila shaka wamepanganyiwa chakula. Sio somo letu hilo. Somo letu idhahabu biqamisi hadha, kwa sababu Yusuf aliwauliza ndugu zake, vipi hali ya mzee? Wakamwambia mzee huko yuko hoi, mpaka sasa haoni kabisa, haoni, kawa kipofu kwa sababu ya kumkosa mwanawe Yusuf na hatimaye Bunyamin, haoni kabisa. Ndio akawaambia idhahabu biqamisi hadha, nendeni nyumbani na kanzu yangu hii, faalquhu, nendeni mkaiangushe kanzu hii, ala wajhi abi, katika uso wa baba yangu, itupieni hiyo kanzu. Mkisha kumtupia tu, ya ati basira, baba atarudi anaona. Kuna kitu kinaitwa karamatul awliya. Makarama hayo, karamatul awliya. Kanzu imefanya operation, hakwenda China hivyo. Mzee Yakubu hakufika China, lakini kuna watu wamekwenda China na hawakurudi na macho. Umefahamu? Idhahabu biqamisi hadha, nendeni na kanzu yangu hii, faalquhu ala wajhi abi, nendeni mkaiangushe kanzu hii katika uso wa baba yangu. Mkisha kuiangusha, ya ati basira, baba atarudi kuwa anaona. Na mimi ninachowagiza, wa atuni bi ahalikum ajmain, hameni kutoka Kanaani, kila kitu chenu chukueni pamoja na familia zenu. Si nyinyi sasa sio tena watu wa kuishi Kanaani, njooni muishi hapa. Ukipata neema si ule na ndugu zako au vipi bwana? Na Mtume anatuambia ukitaka kutoa sadaka, fabedau biman taul, anza kwanza kwa familia yako bwana. Wewe huku rafiki, una marafiki, akija rafiki yako unampa 500,000, 600,000, na jamaa zako hapo Makunduchi wanalala katika nyumba ya fursuti, chini makuti juu kuti. Wewe magani huo? Rudi kwanza ukawaangalie wale. Baba analala katika kijumba, akitaka kuingia anaanza kuinama huku ndio aende akapite mlangoni. Kinyume na hivyo atavunjika uso kwa sababu ya kwa hakuinama. Anza kuwakirimu wazazi wako. Si umesoma ukafika hapo? Ulijua wewe nini kusoma kama sio wazazi wako? Ni wazazi wako waliokuongoza mpaka ukafika hapo. Waangalie kwanza wazazi wako, sio mke, sio yoyote yule, kwanza wazazi wako. Tutakuja kuona wakati anapokuja mzee Yakubu akiongozana na ahali wake. Mzee Yakubu wanakuja katika ardhi ya Misri. Nabii Allah Yusuf aliondoka katika kiti chake cha uazizu Misra, akenda kumchukua baba na mama yake, akaja akawaweka katika kile kiti, akasema nyinyi ndio mnayestahili kukaa katika kiti hiki. Wewe ukiwa katika hiyo ofisi yako tu ya manispaa, akija baba yako tu katoka Matemu, utainuka wewe katika kiti chako hapo manispaa tu hapo, utainuka wewe? Huinuki. Utaambia manake hapo unaweza ukasema mzee hapo sasa umefuata nini? Maana unaona tabu hasa hapo. Umefuata nini mzee? Kama unajidai kumpenda vile, kumbe unachupia jamaa zako wasimuone mzee wako alipokuja na kishati kimeiva dongo. Umefahamu? Yebo imeshakatika nusu mguu. Umefahamu? Unaona tabu sasa hapa. Mzee umefuata nini bwana? Ungengoja nyumbani. Lakini badala ya kumwambia njoo ukae kiti hichi baba, na wewe uambulie kiti cha manispaa, mimi ndio bosi wa manispaa. Sasa baba wewe ndio bosi, kaa hapo, mimi nakaa upande huo. Umeshafahamu?
Mwalimu, umeelewa? Siku moja alimtembelea shekhe wangu ule nyumbani. Kuna kijiofisi, kuna mfadhili wangu mmoja, alhamdulillah, kanipa kiti kizuri kama hichi viwili na kiti cha kukaa watu watatu, na hapa kuna vitabu vingi, ukuta mzima umejaa vitabu. Sasa akaja shekhe wangu anataka akae huko ambako wanakokaa wageni wengine. Nikamwambia haiwezekani. Kumbuka shekhe, umenisomesha mwenyewe. Nabii Allah Yusufu aliwanyanyua wazazi wake akawaweka katika kile kiti ambacho ndio cha heshima yake kama waziri mkuu, na mimi sikubali, njoo ukae hapo. Akakaa pale, mimi nikaenda nikakaa kule. Umefahamu? Basi wewe usifike tu katika ukurugenzi wa manispaa hapo ukajiona kama ushakuwa mtawala wa mbingu. Umefahamu? Wazee wako huwezi kuwalinganisha na kitu kingine chochote. Allahumma ya rabbana wa ya sayyidana wa ya khaliqana wa ya maulana taqabbalillahumma siyamana taqabbalillahumma sadaqatana تقبل منا يا ربنا قراءتنا وتقبل منا استغفارنا وتسبيحنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. أشهد أن لا